Unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Na sasa Saudi Arabia kaunganishwa. Kipindi cha nyuma wameunganishwa wengi. Sasa kwa nini Marekani anafanya maamuzi? Yaani kwa nini Marekani ndo anaamua kuwa fulani atakuwa mshirika wa NATO, na kwa nini hakuna mjadala unaofanywa na washirika wa NATO kuwa kweli tukubaliane kuwa huyu atakuwa mshirika wetu? Kwa sababu ni lazima tutampa taarifa, tutashirikiana naye, atahudhuria kwenye vikao, maonyesho, mafunzo, silaha zetu. Maana kuna vitu atakuwa anavijua kupitia sisi. Kwa nini anayefanya maamuzi hayo ni Marekani peke yake? Na sio nchi yoyote nyingine? Yaani washirika wote wa Marekani anaowataka wao, yani wale wanaompa Marekani, ndio Marekani anaweza kuamua huyu ndio atakuwa mshirika wetu wa NATO, sio nchi zingine. Kwa hiyo unaweza ukaelewa kuwa NATO ni nani? NATO ni Marekani, sio hao wengine ambao wanatuambia kuwa ni washirika wa NATO na hakuna. NATO ni Marekani. Ndio maana Marekani anaamua nani atakuwa rafiki yetu na nani hatutoshirikiana naye. Kwa hiyo hiyo ulijue. Katika mazungumzo hayo yakazungumzwa tena mambo mawili ambayo nitaelezea. Amezungumza kuhusu Iran. Trump karudia kauli zake zile zile. Kwanza za kujisifia kuwa Marekani ilifanya vizuri sana wakati wa ile vita, watu hawakutegemea, lakini marubani wetu bora, tulifanya mashambulizi makubwa kwenye nishati za Iran, tuliathiri kila kitu, tukawaharibia kila kitu. Karudia kujisifu kwenye kauli zile zile ambazo still hazina uthibitisho kwa kuharibiwa kwa mifumo ya nyuklia ya Iran yote. Amerudia hiyo, lakini katika hilo akazungumza, akasema kuwa Irani wanataka mazungumzo. Irani wanataka deal, wanataka mazungumzo, na sisi tunaona bora hilo litokee. Tutakuja kuzungumza na tutaangalia utaratibu, tutakuja kuzungumza. Irani, nilikuwa najaribu kufuatilia vyombo vya habari vya Irani, sijaona taarifa yote, lakini nilifuatilia taarifa moja iliyokuwa imeandikwa Saudi Arabia, ikasema kuwa kabla ya ziara ya Mohammed bin Salmani kutoka, rais wa Iran Masoud Pezeshkian alimwandikia barua Crown Prince Mohammed bin Salman kwa mkono wake, akaituma akampa. Sasa haisemi hiyo taarifa kuwa ile barua alimpa Mohammed bin Salmani ndio ujumbe anaosema Trump, au ile barua alimpa ilikuwa ni nini na alikuwa anazungumza nini. Yaani imechotajwa tu chombo cha habari kinasema kuwa barua ilitoka kwa rais wa Iran Masoudi na akaipokea Mohammed bin Salmani. Haijulikani kama hiyo ndio barua ambayo Trump anaizungumza kuwa labda hiyo barua ndio Mohammed bin Salmani kaamua kumwambia Trump kuwa hii hapa barua nimepewa na rais wa Iran, anataka mazungumzo ya kufikia deal na kufikia makubaliano. Inawezekana, lakini hakuna chombo cha habari ambacho kimeenda mbele zaidi, lakini wametaja kuwa hilo liko hivyo. Jambo jingine lililozungumzwa ni ile kauli nilizungumza kipindi cha nyuma kuwa katika mazungumzo utasikia mkataba wa Abraham. Nimejifunza kitu kimoja, natamani kiwe halisi, nashindwa kupiga mstari. Niliwahi kuzungumza kipindi cha nyuma nikasema kuwa wakati Prince Faisal bin Farhan, waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia, alipoitisha mikutano kadhaa na washirika kwa kuanzisha utaratibu wa two state solution, ndio ile kipindi wakamuingiza na Ufaransa, ikasababisha Canada yajiunge, Australia na wengine katika kuitambua Palestina. Niliandika kwenye makala moja, hata ukipata muda nilizungumza kwenye makala moja, ukipata muda ukitembelea channel yangu ya YouTube, nilisema kuwa Saudi Arabia imeamua kurekebisha ilipo kosea. Yani Saudia wameamua kurekebisha yale walio yaharibu nyuma. Nilisema kuwa matatizo mengi au mzozo wa Gaza uliozuka Oktoba 7 ambao ndio ulianza rasmi hizi vurugu za sasa na haya mauaji yalivyokuja rasmi, maana yake kuwa vurugu ziko toka siku nyingi na vita ziko siku nyingi, lakini mzozo huu ambao tumeendelea nao ambao ulianza Oktoba 7, nilisema ulikuwa ni zao la Saudi Arabia. Ulikuwa ni zao ambalo lilipikwa kati ya Marekani na Saudi Arabia katika kile kitu ambacho Saudi alikuwa anakwenda kutekeleza, mkataba wa Abraham. Nililizungumza wakati huo. Sasa tukaona Saudi Arabia imerudi reverse sana, ikizungumza kuhusu haki ya Palestina, uwepo wa taifa la Palestina, na Saudi Arabia ikaandaa mikutano mingi ya kuhakikisha kuwa Palestina itakuwepo na hivyo. Licha ya kuwa katika mazungumzo yote unaona kuwa Saudia kwenye swala hili imejitenga na Hamas, imejitenga na makundi yenye silaha, lakini kama vile imesimama sehemu moja tu ambayo huenda inazungumza kauli kuhusu wa Palestina, lakini ikiwa imejiweka mbali
na Hamas imejiweka mbali na PA na imejiweka mbali na makundi yote yenye silaha. Toka wakati huo Saudia walisema kuwa wanaanzisha mchakato huo, nimeona kama wamekanyaga moto, hawajatoka kwenye mguu wao. Mimi na kitu kimoja, baadhi ya watu huwa wananishambulia wakati mwingine kwenye mitandao kule, wanahisi, wengine wananiambia wewe Shia tu tunakujua, unapenda kuiponda Saudia, wewe sijui nini. Mimi huwa nazungumza ukweli tu, sina sababu ya kumponda yoyote na kueleza kwenye ukweli. Ndio maana ninaposema kuwa jana nimemsikia Mohammed bin Salman anapigia mstari hilo neno, na ndio maana nimesema kuwa nashindwa kupiga mstari ili mbele nisije nikaumbuka. Hebu nibaki kuwa neutral, kuwa ni kweli Saudia wameshikilia bomba, kwa sababu Mohammed bin Salman karudia yale kasema kuwa tuko tayari kuingia kwenye mkataba wa Abraham, tuko tayari kuanzisha uhusiano na Israeli katika sharti letu lile la uwepo wa wazi na utaratibu ulio wazi unaoonyesha uwepo wa taifa la Palestina. Kauli hii naomba niipongeze kwa sasa. Kauli hii ndio kauli ilitakiwa izungumzwe tangu mazungumzo wakati wa serikali ya Joe Biden, wakati mwanamfalme anazungumza kwenye mkutano wa UNGA 78 kule mwaka 2023 ilikuwa mwezi Septemba, wakati Mohammed bin Salman anahojiwa na ABC News au Fox News, alivyosema kuwa tumekaribia sana kuwa na uhusiano na Israel na muda si mrefu tutakuwa na uhusiano. Hii kauli ilitakiwa iwepo wakati huo, kuwa hatutokuwa na uhusiano na Israeli mpaka pale litakuwepo taifa la Palestina. Kauli ya Saudia ilibadilika baada ya mzozo. Sasa hii kauli ilipaswa iwepo kabla, huku nyuma. Jana Mohammed bin Salmani anaizungumza hii kauli katika mstari ule kuwa Saudia haiwezi kuanzisha uhusiano na Israeli mpaka pale taifa la Palestina litakuwepo. Naipigia mstari kwa sasa na naipongeza hii kauli. Hii ndio kauli inatakiwa ibaki hapo kuwa uhusiano upo, tutaanzisha upo, kila kitu kipo, lakini katika njia ambayo itatoa haki kwa wote. Nimekuwa nikisema kuwa kuondoka kwa Saudi Arabia kutaashiria kuizika Palestina. Kuna watu hawanielewi, wanasema Palestina haiwezi ikazikwa kwa sababu sijui nini. Unajua, Saudia anabaki kuwa ni nchi yenye ushawishi Mashariki ya Kati na yenye uamuzi. Na ndio maana mara kadhaa nimekuwa nikisema kuwa Saudia ana turufu kubwa sana ya kubadili upepo, yeye na Qatar. Upepo kwa sababu Marekani anaabudu pesa. Marekani huabudu pesa. Hawa wanachokiabudu Marekani, wanaweza wakacheza jinsi Marekani anavyotaka. Fikiria kitu kimoja, alizungumza jana pia Donald Trump kuhusu Syria. Anasema kuwa bin Salman alinipigia simu akaniomba tuondoe vikwazo, na sisi kwa sababu ni mtu wetu tunayempenda, tunamheshimu, tumeondoa. Yani Syria imeondolewa vikwazo kwa sababu ya shinikizo la Mohammed bin Salman. Mnakumbuka kadhia ya Urusi na nchi za Ulaya wakati wanataka kufreeze zile pesa zao na kuchukua za Urusi? Kwani nani aliingilia kati na kuzuia? Ilikuwa ni Saudi Arabia. Akawaonya Ulaya, msithubutu, tutayatikisa masoko yote ya hisa, tutaondoa ufadhili wetu kwenye masoko yenu yote ya hisa ikiwa mtafanya hivyo. Ulaya wakatulia. Ninaposema Saudia ina ushawishi, japo kuwa Mwenyezi Mungu anapanga, kila kitu kimepangwa, lakini njia ziko wazi pia za kuondoa na kuweka. Saudia bado anabaki kuwa ni turufu muhimu sana ya uwepo wa taifa la Palestina. Lakini Mohammed bin Salman anazungumza mbele ya Trump kwenye ofisi ya Oval, analizungumza, anasema tuko tayari kuanzisha uhusiano na Israeli katika sharti letu lile. Yani hatujabadilika. Naomba hii kauli isiwe kauli ya kisiasa, kwa sababu chini ya meza tuje tukasikia tena kuwa kwa sababu hili na hili. Sasa hii kauli upande wa pili, mfano Israeli, watatembea nayo katika kile nimekizungumza nyuma kuwa mkataba wa kijeshi. Hii ndio wanaweza kutaka kupambana nayo kupitia hapo. Yani katika mkataba wa kijeshi ule wa kupewa ndege na kila kitu, huu ndio watautumia kama point kwa Saudi Arabia kutaka kumdhibiti ili aweze kukaa kwenye njia yao wanaotaka kuwa unataka hizi silaha na kila kitu utaitambua, achana na Palestina. Hapa ndio natamani kuona tunafika wapi kwenye hii ngwe. Tutakwenda nayo mpaka wapi? Jamani, mchana mwema. Rahby Digital, haki na ukweli.